لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين كانا يعذبان وذكر السبب من عذابهما وفعل شيئا ليخفف الله عنهما عذاب القبر. فماذا حدث وماذا جرى؟ Kipi basi kilichotokea na yapi yaliyojiri pindi ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopita katikati ya makaburi mawili, makaburi ambayo maiti wake humo ndani walikuwa wakiadhibiwa, walikuwa wakipewa mkongoto humo ndani, kama ilivyokuja katika Sahihul Bukhari hadithi nambari 6052, hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardahuma. Alitoa habari bwana mtume Muhammad kwa Abdullah ibn Abbas na wengine waliomzunguka, akawaambia innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabir, hakika haya makaburi mawili yanaadhibiwa kwa jambo ambalo ukilitazama ni kubwa, lakini si kubwa katika kuliacha hapa duniani. Waislamu, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sababu mbili zilizowapelekea hao mabwana wawili waliomo ndani ya makaburi yao mawili wanaadhibiwa. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min albaul. Kwanza huyu mmoja wao, huyu mtume anaamua kunyosha kidole chake kwa hayo makaburi. Sasa anaonyesha, anasema kaburi hili mtu wake sababu ya kuadhibiwa alikuwa hajihifadhi na haja ndogo, alikuwa hajihifadhi na mkojo. Pindi anapojisaidia alikuwa akijisaidia kama mnyama, mikojo huruka hovyo hovyo na cheche zake hudondokea mwili wake na nguo zake. Hakuwa mtu wa tahara, hakuwa mtu msafi, hakuwa mwenye kujikinga na mkojo. Na njia mbili ambao Uislamu umeweka kujihifadhi na mkojo pindi tu baada kujisaidia, ama unawe na maji au ustanji kwa mawe, kwa vijiwe vidogo vidogo. Kwa Uislamu hili leo limeenea kwa Waislamu wengi sana. Bahati mbaya hata baadhi ya waswaliji hatujihifadhi na cheche za mikojo. Kisha mtume akaendelea akasema, wa amma al-akhar fakana yamshi baina an-nasi bin-namima, amma huyu wa pili alikuwa bingwa wa kugombanisha watu, alikuwa bingwa wa kuchukua maneno kwa huyu na kupeleka kwa mwingine. Huyu alikuwa mbea hapa duniani, alikuwa bingwa wa kufitinisha watu. Kana yamshi baina an-nasi bin namima. An-namima manake kuchukua maneno kwa mtu na kupeleka kwa mwingine kwa lengo la kuleta ufisadi katikati na baina yao. Tabia hizi mbili
ni rahisi mtu kujikinga nazo ikiwa ana imani na ucha Mungu hapa duniani. Lakini ikiwa hatojikinga nazo, basi ni rahisi kuadhibiwa katika kaburi lake. Kwa hizi ndo sababu mbili alizozitoa mtume wetu Muhammad. Kisha thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha binisfaini thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasul Allah lima sana'ta hadha faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Alichofanya mtume sallallahu alayhi wasallam, alikwenda kukata majani makuti katika mti wa mtende, jani likiwa bado la kijani, kisha akachomeka katika kaburi la kila mmoja wao. Masahaba wakamuuliza, kwa nini unafanya hivi ya Rasulullah? Anasema, nataraji na matumaini Allah huenda akawapa takhfifu ya adhabu hii ya kaburi ambayo wanaipata hivi sasa katika makaburi yao. Waislamu, hadithi hii ni miongoni mwa ahadithi zinazothibitisha uwepo wa kitu chenye kuitwa adhabu ya kaburi. Ikhwata al-Islami wal iman, al-yawma uridu an asubba alaykum adillata adhabil qabri min al-kitabi was sunnati sabba. Leo nataka niwamiminie kama mvua aya mbalimbali, hadithi mbalimbali, ushahidi mbalimbali kutoka katika kitabu cha Allah Qur'ani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zinazothibitisha na kusisitiza na kukokoteza uwepo wa adhabu ya kaburi. اسمعوا معي كيف أثبت بل وحقق القرآن الكريم حقيقة عذاب القبر. Pokea sasa aya ya kwanza, ushahidi wa kwanza, namna gani Qur'ani tukufu ilivyoweza kututhibitishia na kutuhakikishia na kutuondoa waswasi kabisa juu ya uwepo wa adhabu ya kaburi katika suratu Ghafir. Suratu Ghafir, wengine wanaita suratul Mu'min, lakini jina la Ghafir ndio imetawala zaidi katika misahafu mingi. Aya nambari 45 hadi 46. Isma'u ma'i madha qala al-Mawla an qaumi fir'auna an fir'auna wa qaumihi. Tusikilize Allah anasema nini juu ya Firauni na watu wake katika aya nambari 45 hadi 46 suratu Ghafir. Allah anasema, وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah anasema na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. Moto wanapelekewa na wanaonyeshwa huko waliko kila siku asubuhi na jioni yake. Sote tunakubaliana ya kuwa zaidi ya 95% ya watu wa Firauni hawakupata kuzikwa. Wengi wao waliliwa na samaki, kwa sababu kifo chao kilitokea katikati ya bahari
baada ya bahari kupasuka kwa fimbo ya Nabii Musa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakagharaqika Firauni na watu wake. Sasa Allah anasema pamoja na kwamba wengi wao hawakupata kuzikwa, waliliwa na samaki, lakini moto watapelekewa huko huko waliko kila siku iendayo kwa Allah, asubuhi na jioni. Kisha Allah kasema wa yawma taqumu saatu, na siku itakaposimama kiyama patasemwa adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab, waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa. Hii aya ni aya miongoni mwa aya zinazothibitisha uwepo wa adhabu ya kaburi. Moto wanapelekewa kila siku asubuhi na jioni. Wakiwa wapi? Katika makaburi yao huko huko barzakh. Ushahidi wa hilo ni wa yawma taqumu saa, na siku ambayo kiyama itasimama patasemwa waingizeni Firauni na watu wake katika adhabu kali kabisa. Kwa hiyo moto hupelekwa asubuhi na jioni, sio wakati wa kiyama, ni kabla ya kiyama. Wakiwa wapi? Tayari wamekwisha fariki, wamekwisha kufa, ni kule kule waliko. Allah anajua waliko. Kwa aya hii ni ushahidi miongoni mwa ushahidi unaothibitisha uwepo wa adhabu ya kaburi. Al-Imamu Abul Fidai Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri aya hii anasema wa hadhihi al-ayatu al-karimatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adhabi al-barzakhi fi al-quburi. Aya hii ni miongoni mwa misingi mikubwa kabisa ambayo wanatumia ahlu sunna wal jamaa katika kuthibitisha uwepo wa adhabu ya kaburi katika maeneo ya barzakh, huko katika makaburi. Al-Imamu al-Qurtubi alinukua aqwali za salaf as-salih al-Mujahid na Ikrima na al-Muqatil na Muhammad ibn Ka'ab na wengi kabisa, akasema wengi katika watu wa salaf wanasema hadhihi al-ayatu tadullu ala adhabi al-qabri fi ad-dunya, وهذه الآية تدل على عذاب القبر. na aya hii ni dalili tosha inayojulisha uwepo wa adhabu ya kaburi. Kisha wema hawa waliopita Mujahid na Ikrima na Muqatil na Muhammad ibn Ka'ab wakasema ala tarahu yaqulu an adhabi al-akhirati wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adhab. Hivi hamkulahidh, hamjagundua, hamjaona baada tu ya kuzungumzia adhabu ya kaburi, wema waliopita wanasema baada ya Allah kusema moto wanapelekewa asubuhi na jioni, baada kumaliza kipengele hiki Allah anasema na kiyama itakaposimama. Hamuoni kwamba aya hii ni ushahidi katika ushahidi wa uwepo wa adhabu ya kaburi? Maneno haya wanasema hawa wema waliopita ambao nimewataja hivi punde. Ndugu zangu Waislamu, katika sahihu Muslim hadithi nambari 2867 hadithi ya Thabit, hadithi ya Zaid ibn Thabit anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li bani an-Najjar idh ja'atuhu bihi بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ جاءت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 فقال صلى الله عليه وسلم من أصحاب هذه الأقبر؟
Zaid ibn Thabit anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika makazi ya watu Bani Najjar akiwa juu ya kipando chake, nasi tukiwa naye. Alipofika katika yale maeneo ambayo kuna makaburi ya washirikina ambao walikwisha fariki siku nyingi kwa imani za kishirikina, kipando kile, farasi yule akakaribia kumwangusha Mtume Muhammad. Ina maana mnyama alisikia vishindo na aliona makaburi yale yakiadhibiwa. Mtume akahisi hili jambo, na kukawa kuna makaburi 5 hadi 6. Mtume akauliza, haya makaburi ni akina nani? Wenyeji Bani Najjar wakajibu wakasema ni watu, ni katika makaburi ya jamaa zetu waliotangulia, ni ya sisi. Mtu mmoja anasema ni ya kwetu, jamaa zetu hao. Mtume akasema, famata matu, walifariki lini hawa? Maswahaba wakagundua Mtume anataka kujua walikufa ndani ya Uislamu au nje ya Uislamu. Wakajibu akasema, matu fi shirki, walikufa ndani ya ushirikina. Mtume akasema, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha falawla alla tadafanu lad'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabri alladhi asma'u minhu. Anasema hakika hawa waliomo ndani ya makaburi haya wanateswa, wanapewa adhabu, wanakula mikongoto hawa ndani ya makaburi yao. Lau mngelikuwa hamzikani, basi ningelimuomba Allah awasikilizishe yanayojiri katika makaburi huko chini baada ya ndugu zenu kuwazika kama ninavyosikia mimi. Kisha akawageukia akasema, thumma aqbala alaina biwajhihi faqal, ta'awadhu billahi min adhabil qabri. Qulna na'udhu billahi min adhabil qabri. Akawahimiza akawaambia, naku usieni chonde enyi Bani Najjar, ukoo wa Bani Najjar, akiwa amewatembelea katika vijiji vyao. Anasema, na kuombeni mtakeni Allah kinga kutokana na adhabu ya kaburi. Wakasema na wao, ewe Allah tukinge na adhabu ya kaburi. Uislamu, hii pia hadithi hii ni ushahidi katika ushahidi unaothibitisha uwepo wa adhabu ya kaburi. Ikhwata al-Islami wal iman, ahbaba Rasulillah, tusitosheke hapa tu katika aya ambayo ni maarufu mno katika masikio ya wengi wetu sisi Waislamu, katika suratu Taha aya nambari 124 hadi 125. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah anasema, na yule mwenye kupuuza utajo wangu, hakika huyo ndiye mwenye maisha ya dhiki kabisa. Sikiliza wafasiri wa Qur'ani namna walivyo ikhtilafiana katika tafsiri ya aya hiyo. Hakika wana maisha ya dhiki kabisa. Wapi? Al-Imamu Sufyan ibn Uyayna kutoka kwa Imamu Abi Hazim, kutoka kwa Imamu Abi Salama, kutoka kwa sahaba Abi Sa'id, wote hawa kwa pamoja wanasema ma'ishatan dhankan ayudayyaqu alayhi qabruhu, kwamba Allah aliposema mwenye kupuuza utajo wangu huyo ana maisha ya dhiki. Hawa katika wema waliopita wanasema ya kuwa maisha ya dhiki ndani ya kaburi lake.
Sababu Allah anasema wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, kisha tutamfufua siku ya kiyama akiwa kipofu. Kwa hiyo dhiki hiyo sio dhiki ya kiyama, kwa sababu bado kiyama haijamfikia. Kwa hivyo Allah anaposema tutawapa dhiki wale wenye kupuuza utajo wetu, wako waliosema ni dhiki hapa duniani, wako waliosema ni dhiki ya maisha, wako waliosema hapana, ni dhiki watakayopata ndani ya kaburi lao, ni adhabu ya kaburi. Ni kauli katika aqwali za as-salaf as-salih. Ikhwata al-islami wal iman, ahbaba rasulillah, tukienda katika sura ya 9 at-tauba aya nambari 101, aya nambari 101, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawazungumzia baadhi ya wanafiki katika watu wa Madina, pale aliposema وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كيشا كسيما سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Mujahid, moja katika wema waliopita, mwana wa chuoni mkubwa katika wana wa chuoni, wakati anatafsiri aya hii iliyosema hao wanafiki wachache waliomo ndani ya mji wa Madina, Allah anamwambia Mtume Muhammad, wewe bado huwajui, lakini mimi nawajua. Kisha kasema nitawaadhibu mara mbili hao. Neno hili la sanuadhibuhum marrataini, tutawaadhibu mara mbili, Mujahid anasema ay sanuadhibuhum biljui wa adhabil qabri, hapa duniani tutawaadhibu kwa njaa, kisha watakapokwenda katika makaburi yao tutawaadhibu kwa adhabu ya kaburi. Kisha Allah anasema thumma yuradduna ila adhabin adhim, kisha watarejeshwa huko kiyama katika adhabu kali kabisa. Kwa hiyo kuadhibiwa kwao mara mbili sio kiyama, ushahidi wa hilo, kisha tutawarejesha. Kwa hiyo kabla ya kurejeshwa wataadhibiwa mara ngapi? Mara mbili. Wapi na wapi? Hapa duniani wataadhibiwa mara moja kwa njaa, kisha watakapofariki wakazikwa ndani ya makaburi yao, hapo ndipo watakapoona kasheshe, hapo ndipo watakaona adhabu ya Allah, adhabu ya kaburi. Kauli katika kauli za wanawachuoni wa Kiislamu. Ikhwata al-islami wal iman, ahbaba rasulillah, tukienda katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu cha Al-Futuhat Ar-Rabbaniyya juzu ya 4 kurasa 192, hadithi ya Uthman ibn Affan, sahaba mkubwa kabisa, sahaba mkongwe kabisa, sahaba aliyeuawa kwa dhulma na makhawarij, tena huku akiwa amefunga, tena huku akiwa amekumbatia kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Wakamnyima chakula kwa muda mrefu, wakamnyima maji kwa muda mrefu, wakamzuia kizuizini, la maji, la chakula, la kuswali. Akawa analalamika, mnanizuia kwenda kuswali katika msikiti wa Mtume Muhammad. Kumbukeni mimi ndio kiumbe wa kwanza niliyepanua msikiti wa Mtume Muhammad. Mnanizuia kunipa maji. Kumbukeni haya maji mnayokunywa katika visima hivi vya Madina, mimi ndio nimenunua wakfu kwa pesa zangu zama za Mtume Muhammad. Makhawarij, Allah awape laana wanazostahiki, walimpiga mkuki uliotokea nyuma ya mgongo wake ukaja kwenye moyo wake, damu ya Uthman ibn Affan ikadondoka katika aya katika suratul Baqara iliyosema fasayakfikahumullah, Allah atakuepusha na hao jamaa.
amekufa huku akiwa amefunga. Uthman ibn Affan, sahaba, mwanaume hodari, jemedali, kidume aliyepata bakhti akaitwa Zinnuraini, mwenye nuru mbili. Ndio mwanaume pekee, narudia kwa msisitizo, ndio mwanaume pekee tokea dunia imeumbwa mpaka itakapoondoka dunia hii aliyepata bakhti ya kuoa mara mbili katika nyumba ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Alioa Ruqayya bintu Muhammad, alipofariki akapewa Zainab bintu Muhammad. Akafariki Mtume akamwambia, lau ningelikuwa nina mwingine hajaolewa ningelikupa ewe Uthman. Alibashiriwa pepo, katika masahaba 10 walibashiriwa pepo. Bali Mtume ndani ya mimbari ya Ijumaa alimnyoshia kidole huku Mtume analia, anasema, Allahumma inni radhitu an Uthman farda anhu. Ewe Allah, naomba nikwambie kwamba mimi nimemridhia Uthman. Huyu sahaba wangu niko radhi naye, na kuomba na wewe umridhie. Sahaba huyu ndugu zangu, hadithi inaonyesha katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, anasema kana idha waqafa ala qabrin baka hatta tabtalla lihyatuhu faqila lahu tadhkuru al-jannata wan-nara wa la tabki wa tabki min hadha. Uthman alikuwa ana tabia akienda kaburini kuzika, akishuhudia kaburi, akashuhudia mwana wa ndani, alikuwa hawezi kujizuia, analia mpaka ndevu zake zinaroa kwa machozi yake. Katika Jami'u Tirmidhi au katika Sunan imekuja hadithi alikuwa akilia mpaka anazimia, anarejeshwa kwa jeneza. Wakamuuliza wakamwambia, wewe ni mtu wa Qur'ani, umehifadhi Qur'ani, hata msahafu tunausoma hivi sasa huu tuliokuwa nao tunaoita msahafu wa Kisaudia, si msahafu wa wapi, msahafu huu unaitwa mashaf ya Uthman ibn Affan. Islam wanamwambia unasoma aya mbalimbali, unasoma aya kuhusu pepo, unasoma aya kuhusu moto, huliagi, lakini unalia, unapagawa, unachanganyikiwa ukija hapa kaburini. Kwa nini? Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri? Majibu gani aliyoyatoa? Kipi kilichompagawisha? Kipi kinachompagawisha, kinachomfanya akifika kaburini, makaburini na kushuhudia mwana wa ndani analia mpaka kurowesha ndevu zake, na wakati mwingine kupoteza fahamu? Akaulizwa, kwa nini hulii ukikumbuka moto, hulii ukikumbuka pepo, unalia tukija hapa? Kipi alichokijibu na sababu ipi aliyokuwa nayo? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. فماذا أجاب عثمان ابن عفان؟ kipi alichokisema, kipi alichokitaja, kipi alichokijibu? Akasema, la ila annani sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kwa sababu kinachonifanya mimi kupatwa na hali hii, nimepata kumsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, hakika ya kaburi ndiyo makazi ya kwanza kabisa ya akhera. Kituo cha kwanza kabisa cha kuifikia akhera ni kaburi. Kisha Mtume kasema, fa in tanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Atakayepona, atakayeokoka na misukosuko ya adhabu ya kaburi, basi huyo kila anapopiga hatua kuelekea akhera ana uwepesi zaidi. Kisha Mtume kasema, wa illam tanju minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Na yule ambaye hatopona na misukosuko na adhabu ya kaburi, yule ambaye mara tu baada ya kuzikwa ataanza kuteswa katika kaburi lake, basi
basi ajue ya kuwa mateso yale ni cheche tu, mvua yenyewe inamsubiria kiyama. Kila anapopata ugumu katika kaburi lake, basi katika safari yake nzima ya akhera ataendelea kupata ugumu. Hadithi hii anaelezea Uthman ibn Affan kutoka katika kinywa kitukufu kitakatifu cha mtume wetu Muhammad. Kisha Uthman akaendelea akasema, kisha mtume akasema, ma raaitu mandharan illa wal qabru afda'u minhu. Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe anatoa ushahidi, anatoa ushuhuda, anasema sijapatapo kuona, ninarudia, anasema sijapatapo kuona mandhari, picha, mazingira yaliyo magumu kabisa kuliko adhabu ya kaburi. Maneno haya anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislam, suratu Takathur ni sura ambayo wafasiri wengi wa Qur'ani wanasema ni sura inayohusu adhabu ya kaburi. Sikiliza sura yenyewe maarufu katika masikio ya wengi katika Waislamu. Allah anasema, Bismillahirrahmanirrahim, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Mmedanganyika na hii dunia, mnadanganyika na wingi wa kutafuta maisha mazuri. Kila mmoja katika nyinyi hamu yake, ghamu yake, mawazo yake, fikra zake, namna gani atajikusanyia mimali katika dunia hii, namna gani ataweza kufikia hatua nzuri katika dunia hii. Mkajisahau na suala zima la akhera, mkaghafilika na Mola wenu, mkaghafilika na dini yenu, mkaghafilika na kitabu chenu, mkaghafilika na mtume wenu. Allah anasema, na tahamaki ghafla umauti umewafikia, hali ya kuwa mumo ndani ya ghafla na mko bize ya dunia. Mnadanganyika na wingi wa kutafuta maisha mazuri katika dunia hii, mpaka mmejikuta mmekwenda kuzuru makaburi, yani mmekufa na mmezikwa. Kisha Allah akasema, kalla, sivyo, saufa ta'lamun, mtajua humo kaburini mateso na adhabu ya Allah. Thumma kalla, kisha baada ya kutoka katika makaburi siku ya ufufuo, mtajua zaidi na zaidi adhabu za Allah. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Huko akhera mtaona vitu live bila ya chenga, mtaona moto wa jahim, mtawaona malaika live, hakuna tena pazia katika macho yenu. Mwanawachuoni Atiyya kutoka kwa Qais, kutoka kwa Hajjaj, kutoka kwa Al-Minhal, kutoka kwa Zurr ibn Ali, wanasema masahaba hawa na wema hawa waliopita, kunna nashukku fi adhabi al-qabri hatta nazalat hadhihi al-aya, hatta nazalat hadhihi al-aya. Wanasema tulikuwa tuna waswasi 50-50 juu ya adhabu ya kaburi, uwepo wa adhabu ya kaburi. Tulikuwa tuna shuku mpaka ilipoteremka suratu Alhaakumut Takathur, sote mashaka yakatuondoka na tumeamini kumbe adhabu ya kaburi ipo. Waislamu, ukienda katika Sahihu at-Targhib wa at-Tarhib juzuu ya 4 kurasa 196, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal qabru rawdun min riyadil jannati au hufratun min hufarin nar. Hakika si vinginevyo, kati ya mawili ni moja tu, humo kaburini. Kila atakayezikwa lazima atakutana na hali moja kati ya hali mbili. Ama kaburi la mtu liwe kwake yeye bustani miongoni mwa mabustani ya pepo, au shimo miongoni mwa mashimo ya moto.
kaburi amaliwe kwa mtu bustani miongoni mwa mabustani ya pepo au shimo miongoni mwa shimo ya moto. Maneno haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahaba al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anasema ilipoteremka aya katika suratu Ibrahim, aya iliyosema na ni maarufu mno katika masikio ya wengi wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia aya iliyosema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 27 suratu Ibrahim, Allah anasema na Allah atawathibitisha, atawafanya kuwa thabit, watulivu, atawapa utulivu na ithbati wale walioamini hapa duniani kisha akhera. Anasema aya hii ilipoteremka, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. haya ni maneno ya profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, imamu mkuu wa manabii na mitume, mtume wetu Muhammad. Aya nambari 27 suratu Ibrahim inateremka, Mtume anasema aya hii imeteremka juu ya adhabu ya kaburi. Aya hii imeteremka juu ya adhabu ya kaburi. Aya hii imeteremka juu ya adhabu ya kaburi. Kisha akasema Mtume, idha uqida almu'minu fi qabrihi atahu atin fayaqulu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa dini dinu Muhammadin fadhalika qawluhu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Mtume anasema muumini atakapofariki, ndugu zake wakamzika na wakaondoka, anarejeshewa uhai, anakalishwa kitako, anajiwa na malaika wawili wa Allah. Katika hadithi nyingine majina yao Munkar na Nakir, wakiwa wameshika nyundo. Usiulize nyundo hiyo imetengenezwa wapi, nyundo ya Allah jalla fi ula. Na watamuuliza mtu maswali matatu. Ataulizwa swali la kwanza, nani Mola wako? Muumini atajibu ni swali la kwanza na la pili, la tatu, kabla ya la pili na la tatu kuulizwa. Nani Mola wako? Muumini atasema Mola wangu ni Allah na dini yangu ni ile dini aliyokuja kuihitimisha na kuikamilisha Mtume Muhammad. Ndipo Mtume akasoma hii aya, Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah atawathibitisha wale walioamini kwa kauli iliyothabiti hapa duniani kisha akhera. Kwa hiyo hii aya imeteremka kuhusu adhabu ya kaburi. Katazame katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi ukurasa 138, katazame katika sahihu an-Nasa'i kwa nambari 2056, katazame katika sahihu Muslim kwa nambari 2871. Ikhwata al-Islam wal iman, ahbaba Rasulillah, nikiwa mwishoni mwa khutba yangu, na khutba naihitimisha kwa hadithi mbili tukufu takatifu za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya kwanza ameipokea Imam al-Bukhari kwa nambari au ukurasa nambari 1338. Mtume anasema, idha wudhi'a al-'abdu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Mja atakapozikwa tu, ndugu zake watakapochukua mwili wake kwenda kuusitiri katika kaburi lake, kisha watakapokuwa wanaondoka, anarejeshewa roho na uhai, kiasi ambacho atakuwa anasikia sauti za viatu vyao pindi wanapoondoka. Na katika sunna Mtume amehimiza wafiwa wawe wa mwisho kuondoka. Kwa nini?
Anasema kwa sababu mwishoni anarejeshewa uhai, kiasi ambacho wale watu wa mwisho kuondoka atakuwa anawasikia na kuona. Hivyo akiona ndugu zake atafarijika. Sio nyinyi nduki, nyinyi ndio wa kwanza kutoka kaburini. Tena katika riwaya nyingine anasema wakae pale kaburini kwa muda ambao mtu anaweza akautumia kumchinjia mnyama. Yaani mbuzi kama anachinjwa kwa robo saa, kaa robo saa. Kama mbuzi anachinjwa kwa dakika moja, kaa dakika moja. Ametoa muda wa kuchinja mbuzi, ukae pale kaburini walau umuombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume anasema baada ya kurejeshewa roho na akawa anasikia ukelele wa viatu vya watu wa mwisho kuondoka, atahu malakani faaqadahu, atajiwa na malaika wawili watamkalisha kitako, fayaqulani lahu, watamwambia ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul ay Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Atakalishwa kitako, mja ataulizwa wasemaje juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu? Hapa mtume jina hakutajwa. Yule muumini anayemtambua mtume atajibu, atasema ninashuhudia ya kuwa ni mja wa Allah na ni mtume wake. Fayuqal, ataambiwa unzur ila maq'adika fi an-nar, ataondolewa pazia, ataambiwa kiti chako, sehemu yako, kikazi chako, nyumba yako motoni ile. Hebu itazame, nyumba imeandaliwa na imeandikwa jina lake. Anasema bahati yako, umefaulu katika interview ya leo, vinginevyo ilikuwa nyumba yako ndio ile. Abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljanna, Allah amekubadilishia badala ya nyumba ile, sasa anakupa nyumba hii, anaonyeshwa nyumba nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fayarahuma jamia, ataviona vyote viwili, yani ataona nyumba zote mbili, ile aliyoandaliwa motoni ambayo alishinda kaburini kwa kujibu haya maswali. Kuna watu atakwambia ni simple, man rabbuka, si Allahu bwana. Hata mtoto mdogo anajua hakuna simple shekhi. Mazingira yenyewe mule ndani atakufanya wewe unapagawa. Mtume alisikia mtu kaburini akiwa na Abu Huraira anaulizwa kuhusu mtume, anasema la adri, simjui. La adri, simjui. Mtume akakasirika, akasema la daraita wala talaita, hujui na hutojua wewe. Sasa wale ambao hawamfuati mtume, hawafati dini, leo wanamjua kwa jina. Nani mtume wako? Atataja tu Messi. Nani mtume wako? Nani? Mtataja hao ambao ndo wapo kwenye vichwa vyenu siku zote. Kama ni mwanamuziki, kama ni nani, mtawataja siku hiyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amma al-kafir wal munafiq, amma kafiri na munafiq wataulizwa, watasema la adri kuntu aqulu kama yaqulu an-nas. Anasema mimi sijui bwana, nasema tu kama wanavyosema watu duniani. Ataambiwa la daraita wala talaita, thumma yudrabu bimatraqatin min hadidin darbatan bayna udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa thaqalani. Atakaposema sijui, ile nyundo sasa ya Allah, atapigwa pigo moja takatifu na malaika wa Allah, atapigwa masikioni, atapiga ukelele kiasi ambacho waliomo makaburini tokea baba yetu Adam wa kwanza kuziku mpaka wa mwisho, salamu wanapata kwamba mgeni wa leo huyu anakula mkomoto. Mtume anasema atasikia kila mtu kasoro binadamu na majini walio hai, waliokufa wote watakuwa wanasikia. Katika riwaya nyingine anasema kwamba hiyo nyundo ya Allah, law duriba biha jabalan wa'iran lazala turaba, pigo moja la nyundo ya Allah iliyokamatwa na Munkar na Nakir humo kaburini, lau wakilipiga pigo moja mlima mkubwa mzito kabisa, papo kwa papo itabadilika kuwa unga mchanga kabisa. Anapigwa nalo mtu, ndugu zangu Waislamu. Hii ni hadithi ya kwanza. Ama hadithi ya pili ambayo ndio mwisho wa khutba yetu, aliyoipokea Imamu Tirmidhi kwa nambari 1074, ambayo ni bishara. Hii hadithi bishara kwa kila ambaye Allah atamfisha usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa,
au ndani ya siku ya Ijumaa. Licha ni bishara, lakini pia ni ushahidi katika ushahidi wa uwepo wa adhabu ya kaburi. Mtume anasema ma min muslimin yamutu yawm aljumu'ati au laylat aljumu'ati illa waqahu Allahu fitnat alqabri. Hakuna muislamu yoyote yule ambaye atafariki usiku wa kuamkia Ijumaa au siku yenyewe ya Ijumaa isipokuwa amepata bahati ya Allah kumwepusha na adhabu ya kaburi. Allah ajalia vifo vyetu viwe Alhamis kuamkia usiku, kuamkia Ijumaa au Ijumaa yenyewe, ili iwe sababu ya kutuepusha na adhabu ya kaburi. Ndugu zangu, hotuba yetu tulikuwa tunazungumzia toka Ijumaa iliyopita uhakika wa adhabu ya kaburi. Wengi katika sisi hatuamini adhabu ya kaburi. Nilichotaka kuja kuwathibitishia adhabu ya kaburi, ushahidi nilioutaja ni mdogo kulikoni ambao nimeubakisha kutokana na muda. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tufahamu ya kuwa kaburi haliko mbali na umauti haupo mbali. Ni sekunde tu, ni pumzi tu, ikikatika kila kitu kimeishia hapo, na nyumba yako na nyumba yangu ya milele ni katika makaburi yetu, na humo ndani kati ya mawili, ama bustani miongoni mwa bustani ya pepo au shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Allah, tunakuomba ujalie makaburi yetu kuwa bustani miongoni mwa bustani ya pepo, na usijalie kuwa shimo miongoni mwa shimo ya moto. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر لنا أمورنا، يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل اللهم سهل اللهم سهل اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.